Lakini kabla hapo niliandikiwa barua kama mbunge wa Tarime vijijini, nilitoe maoni mambo gani yaliyojiri kule kwenye jimbo langu kuanzia tarehe 29 yalisema kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, na nikawa nimeshatuma maoni yangu kwenye tume kwa alishapokea muda mrefu tangu tarehe 30 mwezi uliopita. Lakini pia nikawa nimeshauri kwamba kwa kweli katika mazingira ya jimbo langu na mambo yaliyoendelea na namna ambavyo watu wamepokea kule, ningependa pia nikutana na tume tuzungumze uso kwa uso. Kwa hiyo nikapata hiyo fursa, na mimi niliona na baadaye kwenda kusema mtaani nije nizungumze na tume. Kwa hiyo tumepata muda kwa kweli wa kutosha. Nashukuru sana mwenyekiti wa tume Jaji mstaafu Othman Chande na wajumbe wenzake. Nimepata muda wa kuzungumza nao vya kutosha. Kwa hiyo tumezungumza karibu kila kitu. Kwa hiyo mimi nimeeleza namna ambavyo tulifanya maandalizi ya uchaguzi kule Tarime vijijini, namna ambavyo nimejiandaa mimi hata kabla ya uchaguzi, lakini pia namna ambavyo tulishiriki kampeni na namna ambavyo tulishiriki siku ya kupiga kura. Na itoshe kusema tu kwamba nimeeleza kila kitu ambacho nakijua mimi kama mbunge na kama mwana Tarime na kama mwana Mara na kama mwana siasa. Nataka nirudie, nimeeleza kila kitu kilichotokea kwa sababu nafahamu na nimefanya homework yangu vizuri zaidi. Kwa watu wa Sirari, kwa madhara yote ambayo yamepatikana pale, nimewawakilisha kwenye tume kama ambavyo walipata fursa pia ya kuzungumza na tume. Maana tuliomba pia tume kaenda Tarime. Kwa hiyo imezungumza na watu wa Sirari, imezungumza na watu wa Nyamongo, imezungumza na watu wa Tarime mjini, kama ambavyo walienda maeneo mbalimbali tumezungumza nao. Kwa hiyo nimeeleza kila mmoja namna ambavyo aliathirika katika tukio la Oktoba, lakini pia namna ambavyo watu walipata madhara kwa maana ya miili yao, mali zao, miundombinu yao, lakini pia nikaonyesha namna ambavyo watu wamepokea katika jimbo langu, na nimeomba maoni hayo sasa, kwa sababu ni tume imeundwa na Mheshimiwa Rais. Nimeomba sasa maoni hayo wao watayafanyia kazi kadri ambapo wamepewa hadidu za rejea na yataenda. Kwa sisi tutabaki tunasubiri mapendekezo yao, lakini pia na namna ambavyo mamlaka itaona kwamba inafaa. Na nimewaambia kwa kweli mimi nilipokea vizuri baada ya kuona Mheshimiwa Rais mwenyewe ameona kuna shida imetokea katika nchi yetu yake akiwa kiongozi mkuu wa nchi, na kwa kweli akawiwa kwamba ni vizuri aunde tume na apate ushauri na apate maoni na hawa wajumbe. Leo sikuja peke yangu mimi hapa. Leo hata mzee Pinda na mzee Mpango alikuwepo, makamu wa rais mstaafu, na nimeona na list ndefu sana nimekutana pale hapo, wanafanya kazi ya kukutana na kila mtu na kuzungumza. Na kwa hiyo nimeenda pale sikupangiwa maneno ya kusema. Mimi nimewaeleza wananchi wangu kule Sirari, bado natafuta lugha namna ambayo tunaweza kuzungumza, kwa sababu kuna watu wamepata madhara. Kuna watu wetu kule kwa kweli walipotea. Wamepotea katika maeneo yale ya Sirari, na ndugu zao wanalalamika, ndugu zao wanahuzunika. Na nimewataja kwa majina waliopotea kwa sababu nayo nawajua, nimewakabidhi kwamba watu hawa kwa kweli wanahitaji majibu ya serikali, lakini pia wanahitaji majibu ya namna ambavyo maisha yataendelea. Lakini nimeonyesha pia namna ambavyo kuna madhara yalitokea siku ile ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, maeneo kama Nyamongo kwa watu wameathirika, baadhi ya majengo yakaharibiwa, namna ambavyo watu sasa baada hapo wakoje katika maeneo yao. Nimezungumza kwa kweli kwa muda wa kutosha, nimewaeleza, nimewashauri namna ambavyo tunaenda. Lakini pia bahati nzuri hatuishi kutoa maoni, hatuishi kusema kilichotokea, tunapendekeza pia nini kitu nadhani kiweza kufanyika. Na tumeona jambo jema ni kwamba tuweke utaratibu wa nchi yetu vizuri, na bahati nzuri Mheshimiwa Rais amesha toa ahadi kwamba kutakuwa na mchakato wa katiba, ambapo sasa mambo yale ambayo ni ya kikatiba yataingizwa kwenye mchakato huu, lakini pia yale mambo ya kisheria baada ya kupitia katiba tutaweka sawa kwenye katiba. Kipo mambo ya utawala bora, pia mambo ya utawala wa kisheria, namna ya kuimarisha demokrasia katika nchi, ushiriki wa vyama vya siasa katika siasa za ushindani, namna ambavyo wananchi watapewa nafasi ya kuchagua viongozi wao, namna ambavyo sisi wabunge tutaweza kuwajibika kwa wananchi wetu. Kwa kweli nimeona nimetua mzigo. Nilisema tuko leo nimetua mzigo kwa tume, na kwa kweli nimewapa kile ambacho nakiamini, kile ambacho nafikiria na kile ambacho mimi nilikiona kinaendelea, na sasa hata watu wanavyozungumza na mapokeo yao, kwa kweli nimewashauri kwa kadri ambavyo niliweza